أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazrat Amir al-Mu'minin Mwenyezi Mungu amsaidie sana anasema, nilikuwa naeleza kuhusu kipengele cha sera ya Mtume sallallahu alaihi wasallam cha unyenyekevu. Leo pia nitaendeleza mada hiyo hiyo. Ilikuwa kiwango gani cha unyenyekevu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na akitoa mifano ya mambo madogo madogo alikuwa akizuhirisha sifa yake hiyo. Hivyo Yahya bin Abi Kathir anasimulia kwamba Mtume alisema, mimi nala kama anavyokula mtumwa na nakaa kama anavyokaa mtumwa, kwani mimi pia ni mwanadamu. Yani kibri, ubinafsi na tabia ya kujionesha kama wanavyokuwa viongozi na watu wakubwa havimo ndani mwangu. Vivyo hivyo kuna riwaya nyingine hata Anas anasimulia ya kuwa ilikuwa ngamia ya Mtume aitwaye Azba, na alikuwa na mwendo kasi hadi ngamia yeyote asingeweza kumshinda katika mbio. Bedui mmoja akaja na ngamia yake, na katika mashindano ngamia huyo akamshinda Azba. Waislamu wakajisikia vibaya kwa kuona kwamba Azba amekaa nyuma na ngamia yako amekwenda mbele. Wewe ungemzuia ngamia yako, kwani Azba alikuwa ngamia wa Mtume. Mtume kwa kuona hasira yao alisema, hii ni haki ya Mungu, kama anamshindisha mmoja saa nyingine anamfanya kushindwa humo. Hakuna jambo la kupata hasira, ni kazi ya Mungu tu. Hali inaendelea kubadilika. Watu wa kawaida kwa kuona hali hiyo wanapata husda, lakini mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam daima ilikuwa dhati ya Mwenyezi Mungu tu ambaye alikuwa na nia na kusudio la kuionyesha dunia ubora wake. Anasema kwa unyenyekevu wa hali ya juu kwamba hakuna jambo la kupata hasira. Jambo hili linadhihirisha ukubwa wa Mwenyezi Mungu. Kisha kuna mfano mwingine wa unyenyekevu. Hat Umar anasimulia ya kwamba mimi nilimwomba Mtume sallallahu alaihi wasallam ruksa ya kufanya umra. Mtume alinipa ruksa na alisema ya kwamba, ewe ndugu yangu, usinisahau katika maombi yako. Hat Umar anasema kwamba jambo hili ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliniambia, hata kama ningepewa dunia nzima kama mbadala wake, nisingepata furaha jinsi nilivyofurahia jambo hili. Kumsalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mwenyezi Mungu amesema kwamba ni njia moja na jambo la lazima na ni muhimu ili kupokelewa kwa maombi. Lakini hiki ni kilele cha kuonyesha unyenyekevu, kwamba anamwambia mfuasi wake kuwa aniombee. alikuwa haoni aibu katika kufanya kazi yoyote iwe ndogo au kazi kubwa, bali alikuwa akiwafundisha wengine kwa matendo.
hivyo katika riwaya moja hat abu said khudri anasimulia ya kuwa mtume salallahu alaihi wasallam alipita karibu na kijana mmoja yeye alikuwa anachuna mbuzi mtume akamwambia kusogea pembeni na alisema kwamba njoo nikufundishe njia sahihi ya kuchuna mimi naona kwamba wewe si hodari katika kuchuna ngozi hivyo akaupeleka mkono ndani yake na akapeleka ndani kabisa hadi mkono wake ukafichika hadi kwapa kisha alisema kwamba fanya hivi ewe kijana wangu chuna kwa njia hiyo alifanya kazi yake na pia akamfundisha namna ya kuchuna mbuzi kisha kuna riwaya nyingine inayoeleza tabia yake ya kufanya kazi ya wengine kwa unyenyekevu binti wahat khubab anasimulia ya kwamba yeye alimletea mtume salallahu alaihi wasallam mbuzi ili akamue maziwa mtume salallahu alaihi wasallam alimfunga mbuzi na akakamua maziwa kisha akamwambia binti kwamba uniletee chombo chako kikubwa chombo alicholeta mtume akasema kwamba lete chombo kikubwa nikamletea chombo kikubwa mtume akakamua maziwa hadi chombo kile kikajaa kisha mtume alisema kwamba kunywa mwenyewe na pia uwanyweshe majirani zako kwa yakini atakuwa na fikra kwamba kwa baraka ya dua yake maziwa yameongezeka mno hivyo alisema kwamba katika baraka hii washirikishe wengine pia na wakati ule maziwa aliyokamua yalikuwa yameongezeka maradufu mara mbili kuhusu kusalimia na kuketi katika majlis kunapatikana mfano wa hulka zake tukufu na hali ya unyenyekevu wake hivyo anas bin malik anasimulia kwamba mtu alipokuwa akija mbele ya mtume salallahu alaihi wasallam mtume saa salam alikuwa akipeana naye mkono na alikuwa haachi mkono wake hadi mtu huyo alikuwa anaacha mkono wake na mtume salallahu alaihi wasallam alikuwa hageuzi uso wake hadi mtu huyo alikuwa anageuza uso wake na mtume saa salam hakuwahi kuonekana katika hali ya kusambaza magoti mbele ya mtu mwenzake riwaya moja ambayo imesimuliwa na abu musanna imluki anasema kwamba mtume salallahu alaihi wasallam na mitume wote waliopita kabla yake alaihimussalam walikuwa wakitembea huku wameshika fimbo na walikuwa wakiiegemea na fimbo hiyo haikuwa na lengo la kutia haiba kwa wengine au kudhihirisha ukubwa bali hiyo ilikuwa ni njia moja ya kuonyesha unyenyekevu kwa allah na unyenyekevu wa mtume ulikuwa umezidi kuliko wote kisha anasihi kushika unyenyekevu kwa njia yenye hekima hivyo riwaya inaeleza ibne hazam anasimulia ya kwamba mbele ya mtume salallahu alaihi wasallam ilifanywa mashindano kati ya watu wenye mbuzi na wenye ngamia kila mmoja alikuwa anasema watu wa ngamia walikuwa wakisema kwamba sisi ni wakubwa kuliko nyini na sisi tuna mali nyingi zaidi sisi ni matajiri wenye mbuzi walikuwa wakisema sisi tuna mali zaidi mtume alifika huko sehemu ambapo mjadala huu ulikuwa unafanywa alisema musa alitumwa kuwa nabii na alikuwa akichunga mbuzi na daudi alitumwa kuwa nabii naye pia alikuwa anachunga mbuzi na mimi pia nilitumwa kuwa nabii na mimi nilikuwa nachunga mbuzi wa familia yangu katika eneo la ijiat kwa njia hiyo aliwasihi wale walioonyesha ufahari na wengine ambao walionyeshewa ufahari yeye akawatia moyo vile vile yani watu wenye mbuzi na ijiat ni sehemu karibu na safa katika mji wa makka na sehemu hiyo inaitwa jiat vile vile
mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwa na ufahari wowote. alikuwa akikutana na watu maskini kwa unyenyekevu na alikuwa akiwatia moyo. hivyo ni riwaya hadrat anas bin malik anasimulia kwamba kwa mabedui yani watu wenye kuishi vijijini alikuwepo mtu mmoja aitwaye zahir. yeye alikuwa anamletea mtume sallallahu alaihi wasallam vitu vya vijiji, vitu vinavyopatikana vijijini alikuwa akivileta kwa ajili ya mtume. na alipokuwa anaondoka mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anampatia mali ya kutosha na kisha kumsindikiza. mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisema kwamba zahir ni rafiki yetu kutoka vijijini na sisi ni rafiki yake kutoka miji. siku moja kilichotokea ni ya kwamba zahir alikuwa anauza bidhaa sokoni. ndipo nabii karim sallallahu alaihi wasallam alikuja karibu yake na akamkumbatia kutoka nyuma yake. hata zahir hakuweza kumwona huzur. akauliza kwamba ni nani huyo, muniache. lakini alipogeuka nyuma na kuona akamtambua mtume sallallahu alaihi wasallam na akaanza kupapasa mgongo wake na kifua cha mtume sallallahu alaihi wasallam. mtume sallallahu alaihi wasallam akaanza kusema kwamba nani atanunua mtumwa huyo. zahir akasema kwamba ya rasulullah, ndipo utanikuta nikiwa bidhaa yenye thamani ndogo, nani ataninunua? nabii karim alisema kwamba mbele ya allah wewe una thamani kubwa sana na wewe una heshima sana. akieleza kisa hiki kwenye hutuba hat musleh maud ameeleza hivi. anasema kwamba alikuwa sahaba mmoja wa mtume ambaye kwa sababu ya dosari fulani alikuwa na sura mbaya tangu utotoni na alikuwa mtu maskini sana. hakuwa na sura nzuri, alikuwa mtu maskini, mwili na mawazi yalikuwa yamechafuka mno. katika hali hiyo hiyo alikuwa anauza kitu fulani sokoni, lakini sahaba huyo alikuwa na sifa fulani ambayo katika moyo wa mtume sallam ilikuwa thamani sana. mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anampenda mno. na katika hali hiyo hiyo pale ambapo sahaba huyo alikuwa hajisikii vizuri, alikuwa anafikiria kwamba nimelowa jasho, mwili wangu umechafuka, unanuka, mwenyewe atakuwa anajisikia vibaya. huzur alikuja nyuma yake na kama mtu anavyocheza na watoto, mtume akaja kuweka mikono juu ya macho yake. huyu akigusagusa akapata kujua kwamba hii ni mikono ya huzur, kwani katika mwili wa huzur haukuwa na malaika na mwili wake ulikuwa laini vile vile. hivyo yeye pia akaanza kusugua mwili wake na mwili wa mtume sallallahu alaihi wasallam, na mwili na mawazi ya huzur yakaanza kuchafuka, lakini huzur hakujisikia vibaya. huzur akaweka mkono juu yake na akasema, mimi nina mtumwa huyo, je yupo ambaye atamnunua? hapo zahir akashikwa na hisia na akasema kwamba ewe kiongozi wangu, mimi ni mtu mnyonge nisiye na thamani yoyote, nani ataninunua? huzur alisema kwamba hapana, kwa allah wewe una thamani kubwa sana. hasan bin ali akieleza kuhusu sura na maumbile ya mtume saa salam na jinsi alivyokuwa akikutana na watu kwa hulka njema na kwa unyenyekevu. sehemu moja anasema, nilimwomba mjomba wangu hind bin abi hala kuhusu maumbile ya mtume sallallahu alaihi wasallam. yeye alikuwa hodari wa kueleza sura ya mtume sallallahu alaihi wasallam na mimi ningependa sana kwamba anieleze kidogo. hapo yeye akaniambia ya kwamba mjumbe wa allah sallallahu alaihi wasallam alikuwa na sura yenye heshima na haiba. uso wake ulikuwa na ngaa kama mbala mwezi wa mwezi mduara. kisha akaeleza hadithi nzima. alieleza maelezo yote. hasan anasema kwamba riwaya hiyo mimi niliendelea kuificha kwa hat hussein kwa muda.
mambo ambayo alikuwa amenieleza kisha nilipoeleza kwake nikapata kujua kwamba yeye amekwisha nishinda katika mambo hayo na ameshamuuliza yale yote niliyokuwa nimemuuliza mjumba wangu bali nikapata kujua kwamba yeye ameshamuuliza baba yake kuhusu mambo mbalimbali ya mtume sallallahu salam yani kuja kwake nyumbani na kuondoka kwake na kuhusu sura yake na kadhalik na hakuacha jambo lolote. hata imam hussein anasema kwamba mimi nilimuuliza baba yangu kuhusu mtume saa salam alikuwa na utaratibu gani nyumbani yaliyotangulia yalikuwa mambo ya nje na alipomuuliza hata ali kuhusu mambo ya ndani hata ali alisema kwamba mtume alipokuwa akija nyumbani alikuwa anagawa nyakati zake katika sehemu tatu sehemu moja kwa ajili ya mwenyezi mungu sehemu moja alikuwa anaweka kwa ajili ya ahli zake na sehemu moja kwa ajili yake kisha sehemu yake alikuwa anaigawa kati ya watu wengine kati yake na kati ya watu wengine na katika muda huo kwa kupitia maswahaba makhsus alikuwa akiwafikishia watu wa kawaida mambo ya dini na alikuwa akiwaambia mambo yote katika sera yake. Hii ilikuwa ni njia ya kugawa sehemu ya ummati kwamba katika kutoa ruksa ya kukutana na watu alikuwa akiwatanguliza watu wenye elimu na kwa mujibu wa ubora wa kidini muda ulikuwa unagawanywa. baadhi yao walikuwa na haja moja wengine haja mbili na wengine walikuwa na haja nyingi. mtume alikuwa akijishughulisha katika kutimiza haja zao na juu ya kuulizwa kwao alikuwa akiwashughulisha katika mambo ambayo yangefaa kwao na alikuwa akiwaambia yale yaliyokuwa na faida kwao na alikuwa akisema kwamba wale waliopo kati yenu wao wafikishe kwa wengine wasiokuwepo na nifikishieni haja ya mtu ambaye hawezi kufikisha haja yake kwani mtu akifikisha haja kwa hakimu kwa mtawala ambaye mwenyewe hana uwezo wa kufikisha siku ya kiama allah atamjalia uimara wa dini. humo kuna somo kwa viongozi wa jamaati wamepangiwa katika sehemu mbalimbali kwamba waendelee kuarifu markaz kuhusu haja za watu wenye haja. kwa mtume sallallahu alaihi wasallam mambo kama hayo yalikuwa yanazungumzwa. watu walikuwa wakija kwake kuomba kitu fulani na walikuwa hawarejei bila kupata chochote na walikuwa wanajitokeza wenye kujifanya kuwa na mwongozo. hata imam husein anasema kwamba kisha nilimuuliza baba yangu kuhusu shughuli za mtume saa salam alizokuwa anafanya nje ya nyumba kwamba alikuwa anafanya nini. yeye alisema kwamba mtume salallahu alaihi wasallam alikuwa haongei isipokuwa maongezi yenye kusudio na yenye lengo. alikuwa akiwatia moyo maswahaba na alikuwa anawaheshimu viongozi wa kaumu mbalimbali na alikuwa anawafanya kuwa viongozi wa watu wao. alikuwa akiwaonya watu na alikuwa anawatendea kwa hulka njema na yani alikuwa akiwaonya vile vile na kama angekuwa na mashaka kuhusu mtu fulani sio kwamba mwenendo wake ulikuwa unabadilika juu yake hapana bali alikuwa anawatendea watu wote kwa hulka njema na kwa wema na alikuwa anachukua tahadhari vile vile katika kukutana na watu. wapo baadhi ambao wanakuwa wenye mashaka alikuwa anawaona maswahaba zake na alikuwa anawajulia watu hali. alikuwa anasifu jambo jema na alikuwa analiimarisha na alikuwa anaeleza ubaya wa jambo baya na alikuwa anavunja nguvu yake. alikuwa mwenye kushika njia ya katikati. alikuwa haghafiliki. alikuwa tayari kukubali kila hali yani alikuwa tayari kukabiliana na hali zote. alikuwa hakai nyuma kutoka haki yake wala kusogea mbele yani alikuwa anafanya kazi yake tu. katika watu walikwepo karibu yake ambao walikuwa bora na mtu angekwepo alikuwa bora kwake ambaye alikuwa mwema katika hulka
na katika darja alikuwa mkubwa ambaye alikuwa mbora katika huruma na usaidizi kwa watu. Yani alikuwa mkubwa katika daraja ambaye alikuwa anawahurumia wengine na mwenye kuwasaidia. Huyu alikuwa karibu sana na mtume sallallahu alaihi wasallam na mtume alikuwa anampenda yeye. hata imam Hussein anasema kwamba kisha nilimuuliza kuhusu majlisi ya mtume sallallahu alaihi wasallam. yeye alisema kwamba wakati wa kuamka kusimama na kukaa alikuwa anamkumbuka Mungu, na akienda kwa kaumu majlis ilipokuwa inakwisha alikuwa anaketi pale pale, alikuwa anawapatia watu wote haki yao. mtu alikuwa hafikiri kwamba mwingine ana heshima zaidi kuliko yeye. mtu akija kuketi kwake na kueleza haja yake alikuwa anatimiza haja yake na alikuwa anabaki pamoja naye hadi mwenyewe huyu alikuwa anaondoka. na mtu akija kuomba haja alikuwa anamtimiza haja yake. mtu akija kwake kwa ajili ya kuomba kitu fulani alikuwa anampatia na kutimiza haja yake, na asipoweza kutimiza alikuwa anaongea kwa upole. na hulka zake, ukarimu wake ulikuwa kwa ajili ya watu wote. alikuwa kama baba yao, na kwa mujibu wa haki wote walikuwa sawa kwake. majlisi yake ilikuwa majlis ya elimu, haya, subira na amana. sauti zilikuwa hazipandi katika majlisi yake, na vitu vitakatifu vilikuwa havipuuzwi, na udhaifu wa watu ulikuwa hauelezwi ndani yake. wote walikuwa sawa, na kwa mujibu wa uchamungu wengine walikuwa na ubora juu ya wengine, na alikuwa akiwaheshimu wakubwa na kuwa rehemu wadogo, na alikuwa anatimiza haja ya watu wenye haja, na alikuwa anawajali wageni. sio kwamba kama mgeni amekuja asimjali, hapana, bali alikuwa anamjali. hata Masihi Maud anasema kwamba wanaojimaliza katika ridhaa ya Mungu hawataki kwamba wapatiwe daraja au cheo fulani. wao wanapenda kufanya ibada ya Mungu katika upweke, lakini Mwenyezi Mungu anawadhihirisha kwa ajili ya kheri ya viumbe na anawatuma. nabii wetu sallallahu alaihi wasallam alikuwa anapitisha muda wake katika pango, na alikuwa hataki kwamba ajulikane duniani. kisha mwishowe Mwenyezi Mungu akamtoa nje na akampatia jukumu la kuiongoza dunia. maelfu ya washairi walikuwa wanakuja kwa mtume na walikuwa wanatunga shairi katika kumsifu yeye, lakini moyo ule umelaaniwa ambao unawaza kwamba mtume saa salam kwa kusikia sifa yake alikuwa anajivunia au alikuwa anafurahi. alikuwa anawachukulia kama wadudu. watu hawa ambao wanazama katika mapenzi ya Mungu, wao hawajali sifa kutoka watu wa dunia. daraja yao inakuwa ndio hii kwamba Mwenyezi Mungu mwenyewe anawasifu kutoka mbinguni. Masihi Maud anasema kwamba mtu fulani Mkristo alimjia nabii wetu saa salam. huzur akamtumikia sana. huyu alikuwa na njaa, mtume akamlisha hadi tumbo lake likajaa. usiku akampatia blanketi yake. alipolala akaihisi ugonjwa wa kuharisha, hakuweza kujizuia na akajisaidia katika blanketi. asubuhi alipoamka akaona kwamba amefanya nini, na akakimbia kwa sababu ya kuhisi majuto. watu walipoona wakamwambia huzuru kwamba yule Mkristo ameharibu blanketi na ameharisha ndani yake. huzuru alisema kwamba munipatie ili nioshe. watu walisema kwamba kwa nini unapata shida, sisi tupo hapa, tutaosha sisi. huzuru alisema kwamba huyu alikuwa mgeni wangu, hivyo hii ni kazi yangu, na aliagiza maji na akaanza kusafisha blanketi. yani mgeni alikuwa ameharisha kwenye blanketi na huzur aliosha blanketi ile.
mkristo huyu alipotoka nje na kwenda mbali akakumbuka kwamba amesahau msalaba wa dhahabu kwenye kitanda chake. Akarejea. Aliporejea akaona kwamba huzur anasafisha blanketi kwa mkono wake. Akahisi majuto. Akasema kwamba kama blanketi hii ningekuwa nayo mimi nisingeosha kamwe. Na huyu alifikiri kwamba mtu huyu ambaye hana ubinafsi na ana unyenyekevu, huyu ametoka kutoka kwa mungu. Kisha yeye alisilimu kwa kuona amali hii ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Wahi wa kwanza aliopokea mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kupitia wahi ule, jambo linalozihiri ni unyenyekevu wake. Hat Musleh Maud akieleza tukio la pango la Hira anasema kwamba wahi wa kwanza ulishuka katika pango la Hira. Jibrail alipokuja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam na alisema kwamba ikra, yani soma. Katika jibu lake Rasul Karim alisema kwamba ma ana biqarin, mimi sijui kusoma. maana yake ilikuwa ndio hii kwamba mzigo huu usibebwe juu yangu, kwani wakati ule kitabu kilikuwa hakikuwekwa mbele yake ambacho angekisoma, bali Jibrail angemwambia, na kazi ya mtume ilikuwa ni kurudia yale na angeweza kusema, lakini mtume alionyesha unyenyekevu. Lakini kwa kuwa Mwenyezi Mungu alikuwa amemchagua kwa ajili ya kazi hii, hivyo alisema mara kwa mara soma, na aliposema mara ya tatu mtume alisoma, na kisha malaika alimsomesha aya ile, iqra bismi rabbika alladhi khalaq. vivyo hivyo kuhusu tukio hili katika sehemu nyingine Musleh Maud ameandika hivi katika tafsiri kabir, akieleza aghlabu ameeleza maelezo ya sura Kausar kwamba wahyi iliposhuka mtume sallallahu alaihi wasallam alizihirisha unyenyekevu wake wa hali ya juu. Sisi twaona kwamba watu wengine kama wanapata ufunuo au wanaona njozi, wanawakimbilia wengine na wanawaambia kwamba tumepata ufunuo huo na tumeona ndoto hii. Lakini Jibrail anapokuja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba ikra, soma. Mtume anasema maana biqarin, mimi sijui kusoma. Mara tatu alisema, lakini alipoona kwamba kutoka kwa Mwenyezi Mungu jambo hili linaelezwa mara kwa mara, hapo akatii amri ya mtu Mungu na akaonesha utii kwa ujasiri. Hakusema kama Musa alivyosema kwamba ewe Mungu wangu nipatie mwenzangu, rafiki yangu, bali alibeba mzigo huu peke yake na hakuomba rafiki kwa ajili ya msaada. Hata Musleh Maud anasema kwamba kuna mfano mwingine wa unyenyekevu wake ndio huu kwamba siku moja sahaba moja Ansari aliugua. Mtume alienda kumjulia hali. Wakati wa kurejea Ansari huyu akampatia mtume farasi na akamwambia mwana wake kwamba uende pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam, labda atapata shida katika kumtafuta mwingine, na wakati wa kurejea uje na farasi. Baada ya muda mtoto wake akarejea. Baba akamuuliza mwana kwamba nilikuwa nimekutuma pamoja na mtume saa salam ili njiani umlinde na pia farasi asiogope, na wewe umerejea. Mtoto alisema kwamba mimi sikuwa na njia. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotoka nje akaniambia kwamba wewe ukae nyuma yangu. Nilisema kwamba ya Rasulullah, mimi siwezi kuvunja heshima yako. Mtume alisema kwamba mimi siwezi kuvumilia kwamba wewe utembee kwa miguu na mimi nipande farasi. Wewe upande farasi juu ya nyuma yangu, la sivyo urejee nyumbani. Hivyo mtoto alisema kwamba mimi nimerejea, nikaona kwamba hii ni bora, na mtume sasa alienda peke yake akipanda farasi. Riwaya moja hat Abdullah amesimulia kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alilala juu ya mkeka moja. Alipoamka juu ya mgongo wake kulikuwa na alama ya mkeka. Sahaba alisema kwamba ya Rasulullah, sisi tutengeneze kitanda kwa ajili yako. Mtume alisema kwamba mimi sina uhusiano na dunia.
mtume alisema kwamba mimi si husiki dunia hii, mimi ni kama mpanda farasi ambaye, mimi ni kama msafiri ambaye anapumzika chini ya mti na kisha anaondoka na anaacha mti nyuma yake. katika sahih bukhari kuna riwaya hat umar anasema kwamba safari moja nilimjia nabii karim sallallahu alaihi wasallam. mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwepo kwenye chumba chake na wakati yule alikuwa anapumzika juu ya mkeka moja na chini ya kichwa chake kulikuwa na mto wa ngozi ambao ulikuwa umetayarishwa na majani ya tende na karibu na kichwa chake kulikuwa na ngozi zikining'inia na mimi niliona alama ya mkeka ule juu ya mgongo wake. mkeka ulikuwa umetandikwa. Kwa kuona hali hiyo mimi nikaanza kulia. mtume alisema kwamba kitu gani kimekufanya kulia? Nilisema kwamba ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wafalme Kisra na Kaisar wanafurahia maisha na wewe ni mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam. mtume alisema kwamba je, hufurahi kwa kuona jambo hili kwamba kwa ajili yao ni dunia na kwa ajili yetu ni akhira? hat masihi maud alaihissalatu wassalam anaeleza tukio hili na anasema kwamba hii ilikuwa ni hali ya maisha ya mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba safari moja hat umar alienda kukutana naye, akatuma kijana moja na kuomba ruksa ya kukutana na mtume. mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anapumzika juu ya mkeka moja wa tende. hat umar alipokuja ndani, mtume akasimama na kukaa. hat umar aliona kwamba katika nyumba hakuna kitu chochote, hakuna, kuna upanga tu unaning'inia au mkeka ambao alikuwa amepumzika juu yake na alama ya mkeka ilikuwa juu ya mgongo wake. hat umar kwa kuona hali hii akaanza kulia. mtume akasema kwamba ewe umar, kitu gani kimekufanya kulia? umar alisema kwamba Kisra na Kaisar wanafurahia maisha ya dunia na wewe ni mtume wa Mungu na mfalme wa walimwengu wote, unaishi katika hali hii. mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba ewe umar, mimi si husiki na dunia hii, mimi ni kama yule msafiri ambaye anapanda ngamia na anaelekea upande wa, anaendelea kwa nyumba yake na njia ni ya jangwani, na akiona mti fulani na kivuli chake anapumzika, na kisha anapoona kwamba jasho lake limekauka anaanza kutembea tena. watu wasiokuwa na hulka njema mtume alikuwa anawatendea kwa upole na kwa unyenyekevu na kwa hulka njema. hata Abu Huraira anasimulia kwamba mtu mmoja alikuja kwa mtume na akaomba haki yake na akatumia lahaja kali. masahaba wakakasirika juu yake, lakini mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba mwache huyu, kwani yeye ana haki ya kutamka na kusema jambo lake, mimi nawajibika kumpatia haki yake, hivi huyu ana haki, basi mununue ngamia na mumpatie. alikuwa amekuja kuomba mkopo wake. masahaba wakasema kwamba sisi hatukupata ngamia sawa na mkopo wake, bali tunapata ngamia wenye thamani zaidi. mtume alisema kwamba mununue na mumpatie, kwani mbora wenu ni yule ambaye ni mbora katika kulipa mkopo. sasa mizozo na ubishi unaotokea juu ya kurudisha mkopo, watu hawarudishi mkopo na wanaendelea kubishana na kugombana kwamba sasa mupunguze hela, na sasa vitu hivi tukivielewa mizozo yetu mingi itakuwa imekwisha. vivyo hivyo kuna tukio jingine la unyenyekevu wake wakati wa ushindi wa Makka. mtume sallallahu alaihi wasallam alipoingia msikiti wa Haram, hata Abubakar akiwa na baba yake akamjia mtume sallallahu alaihi wasallam. nabii karim sallallahu alaihi wasallam alipomwona mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba e Abubakar, ungemwacha mzee huyo nyumbani, mimi mwenyewe ningemjia. hapo to Bakar alisema kwamba ya Rasulullah, yeye anastahiki zaidi kwamba angehudhuria kwako na sio kwamba wewe ungeenda kwake. hata Bakar
akamkalisha mbele ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akapapasa mkono juu ya kifua chake na alisema kwamba usilimu, utaingia katika amani. Hivyo Abu Qahafa alikubali Islam. vivyo hivyo kuhusu kuishi kwake maisha ya nyumbani kuna riwaya hasan anasimulia kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam milango yake ilikuwa wazi kwa watu wote, kulikuwa hakuna mlinzi kwa ajili yake, na vyakula vilikuwa haviwekwi mbele yake asubuhi na jioni, yani vyakula vinono vilikuwa haviletwi kwake. mtu akitaka kukutana na mtume alikuwa angeweza kukutana naye kwa urahisi. mtume alikuwa anaketi juu ya ardhi, alikuwa anaweka chakula mbele yake, alikuwa anavaa mavazi ya kawaida na alikuwa anapanda punda, alikuwa anawakalisha wengine nyuma, na baada ya kula chakula alikuwa analamba vidole na alikuwa anasafisha. kuhusu kulamba vidole katika Bukhari kuna hadisi moja kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba baada ya kula chakula kabla ya kunawa mtu anapaswa kulamba vidole. hivyo kuhusu kulamba vidole katika Bukhari kwenye maelezo yake Sayyid Zainul Abidin Walid Shah Sahab ameandika, ni maandiko yake, anasema kwamba Dr. Sayyid Mir Muhammad Ismail Sahab anasema kwamba tabibu na madaktari wote wameafiki juu ya jambo hili kwamba katika vidole vya mkono wa mwanadamu kuna nguvu maksus ya kugusa. tukitaka kujua na kuona ulaini wa kitamba fulani hatuwezi kujua ulaini wake isipokuwa kwa vidole vya mkono tu, ila hali kwenye mwili mzima kuna nguvu ya kugusa. lakini tukitaka kujua ulaini wa kitambaa kwa miguu hatutaweza kufanikiwa. ni athari maalum ambayo inapatikana katika vidole vya mkono tu, na kwa kupitia vidole vya mkono vidole hivi vina uhusiano makhsus na jicho. hivyo wale ambao wanafanya mesmerism wao wanatumia vidole kwa ajili ya amali yao, na kwa njia hiyo wanaleta athari juu ya wengine, yani wanaangalia vidole vyao zaidi na wanaleta athari zao na kisha wanafanikiwa katika mesmerism. vivyo hivyo dawa zinazotengenezwa kwa mikono zinaleta faida zaidi. siku hizi katika zama hizi dawa zinatengenezwa na mashine, lakini katika zama ile madaktari walikuwa wanasema. Dr. Ismail Sahib alikuwa msomi na mganga mkuu, amesema kwamba dawa hizi zinaleta faida zaidi kuliko zile zinazotengenezwa na mashine. chini ya usuli hii wakati wa kula chakula mtu atakapoinua tonge kwa vidole kila mara jicho lake litaona vidole vyake, na baada ya kula chakula badala ya kunawa au kusafisha kwa kitambaa yeye atakapolamba vidole vyake ni zwahiri shahiri kwamba katika tumbo la mwanadamu mafuta ambayo yalikuwa yanapatikana juu ya vidole yatafika kwenye tumbo lake na yatamsaidia kutafuna chakula. hiyo ilikuwa nadharia ya madaktari wakati ule. huenda siku hizi madaktari watakuwa wanapinga jambo hili, lakini mtume alisema kwamba baada ya kula chakula kulamba vidole kuna faida sana ndani yake. katika riwaya moja ya Bukhari inasema fala yamsa yadahu hatta yalaqaha au yuliqaha, asisafishe mikono yake hadi alambe vidole au alambishe. wenye kueleza maelezo wameandika kuhusu kulambisha kwamba muradi wake ndio huu kwamba yeye amwambie mtumishi wake au mwana wake kwamba yeye alambe vidole vyake. sasa mtu anayekula chakula ana haja gani ya kumwambia mwingine kwamba aje kulamba vidole vyake? wenye kuandika maelezo wanaenda mbali. jambo hili halifai na ni kinyume cha heshima ya kibinadamu kwamba mtu aambiwe aje
asiweze kulamba vidole vya mwingine. maana yake ndiyo hii kwamba mtu baada ya kula chakula alambe vidole na asafishe, na pia awaambie watoto wake na walio chini ya malezi kwamba wao pia wasafishe vidole kwa kulamba, ili waweze kupata faida hizi za kitiba ambazo zinapatikana katika kauli hii ya mtume sallallahu alaihi wasallam. alikuwa haoni aibu katika kufanya usafi miskitini. hivyo riwaya inasema Yaqub bin Zaid anasimulia kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anasafisha vumbi ya miskiti kwa kutumia fagio, yani atakuwa ameweka kitambaa au aina fulani ya fagio na alikuwa anasafisha vumbi miskitini. hata Abu Huraira anasimulia kwamba Jibrail alikuwa ameketi kwa nabii sallallahu alaihi wasallam. mtume sallallahu alaihi wasallam aliona upande wa mbingu na akamwona malaika akishuka. Jibrail alisema kwamba huyu ndiye malaika ambaye hakushuka tangu siku ile ya kuzaliwa kwake hadi leo. malaika huyu aliposhuka alisema, ewe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Mungu wako amenituma kwako. Mungu anasema kwamba je, yeye akufanye kuwa mfalme, nabii au mja na mtume? Jibril alisema kwamba ewe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ushike unyenyekevu kwa ajili ya Mungu wako. nabii sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba anifanye kuwa mja na mtume. hii ilikuwa ni asili ya mtume. hata kama Jibril asingesema, mtume angesema hayo hayo, na daima alisihi, aliwaambia waumini wake kwamba mimi ni mtume na mwanadamu. riwaya hii ina maana kwamba muda ulipofika yeye alisema kwa unyenyekevu kwamba mimi sitaki kuwa mfalme na mtume, mimi nataka kuwa mtume na mtu mnyonge ajizi wa Mungu wangu. Muislamu mkweli anapaswa kuwa mnyenyekevu kiasi gani? katika riwaya moja Ayaz bin Hamar anasema mtume alisema kwamba kwa yakini Mwenyezi Mungu ameteremsha wahi kwamba dini mushike unyenyekevu, na mtu fulani asimzulumu mwingine, na mtu asijivunie kwa wengine. mtumishi wake mkweli hat Masihi Maud ametusihi, anasema kwamba mushike unyenyekevu. kujifunza unyenyekevu si mushkil, mtu mwenyewe ni mnyenyekevu na ameumbwa kwa ajili ya unyenyekevu. ma khalaqtul jinna wal insa illa liyabudun, sikuwaumba majini na wanadamu isipokuwa wafanye ibada yangu. kibri na vitu vingine vyote ni vitu visivyo na msingi. mtu akiviacha hivi, basi unyenyekevu utaonekana kwenye asili yake. akitusihi na akieleza darja ya mtume sallallahu alaihi wasallam, sifa yake ya unyenyekevu. Masihi Maud moja anasema kwamba Mwenyezi Mungu ni mwingi wa rehema na mwingi wa ukarimu. yeye anawalea wanadamu na anawarehemu, na kwa sababu ya rehema hii anawatuma mitume wake ili wao wawapatie watu wa dunia wokovu kutoka maisha yenye dhambi. lakini kibri ni marazi hatari, yakipatikana kwa mtu basi ni mauti ya kiroho kwake. mimi najua kwamba marazi haya ni zaidi makubwa kuliko mauaji. mtu mwenye kibri ni ndugu wa shetani, kwani kibri ndiyo iliyomfanya shetani kuzalilika. hivyo hili ni sharti kwa muumini kwamba asiwe na kibri, bali unyenyekevu upatikane ndani mwake, na hiyo ni sifa makhsusi ya mitume wa Mwenyezi Mungu. wanakuwa na unyenyekevu wa hali ya juu, na sifa hii ilikuwa ikipatikana zaidi kuliko watu wote katika dhati ya mtume sallallahu alaihi wasallam. mtumishi wake mmoja aliulizwa kwamba yeye anakutendea vipi. alisema kwamba ukweli ndio huu kwamba yeye ananitumikia zaidi kuliko mimi. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad wa barik wasallim.
huo ni mfano wa hali ya juu wa hulka tukufu na wa unyenyekevu. Na jambo hili pia ni la kweli kwamba katika jamaa wanakwepo watumishi ambao muda wote wanakwepo. Hivyo kama mnataka kuona mfano wa uvumilivu na unyenyekevu wa mtu fulani, mnaweza kujua kwa kupitia watumishi hawa. Baadhi ya wanaume na wanawake wanakwepo ambao mtumishi akiharibu kazi fulani au katika chai dosari imetokea, wanaanza kuwatukana au wanaanza kuwapiga, au kama katika mchuzi chumvi imetiwa zaidi, basi watumishi wanaanza kudhulumiwa na kuteswa. Watu maskini mtu anapowatendea, wakati ule inaonekana kwamba huyu ana wema kiasi gani, na wao wanawatia katika majaribio wanapokuja katika sura ya kuomba. Yani mtu maskini anapokuja kwa tajiri ili kuomba omba, wakati ule anawatia katika majaribio, na huo ni muda muafaka kwamba nini mutimize haja zao. Mungu ni muumba wa kila chembe, hakuna awezaye kushindana naye. Lakini mtu anapowatendea watu maskini, wakati ule itajulikana kwamba huyu ana moyo mkubwa kiasi gani. Mwenyezi Mungu atujalie kufuata mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na atujalie kushika sifa hii ya unyenyekevu na njia za unyenyekevu. Baada ya swala nitawasilisha jina moja ghaibu ambayo ni ya Mheshimiwa Malik Daud Mahmud Saheb, mwana wa Muhammad Ishaq Saheb Behari, mkazi wa Karachi. Siku za nyuma alifariki dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kwa fadhili ya Allah alikuwa musi. babu yake Muhammadin Saheb alikuwa kutoka kijiji cha Bartamala wilaya Sialkot. alikuwa mkazi wa huko. 1914 alikuwa amefanya bayat juu ya mkono wa Khalifa Masihi wa pili. Malik Daud Saheb alipata nafasi ya kuitumikia jumuiya kama sadr jamaat, katibu wa fedha na katika tanzim ya Ansarullah. Katika familia ameacha mabinti watatu, vijana wanne. mwana wake mmoja Muhammad Akmal Saheb ni mbashiri wa jumuiya nchini Gambia. anaendelea kuitumikia jamaati, na kwa sababu ya kuwa nje ya nchi hakuweza kushiriki katika mazishi ya baba yake. mwana wake mbashiri Akmal Saheb anaandika kwamba baba yetu alikuwa mtu mwenye bashasha, mtu mwema sana. alikuwa na shauku ya kufanya mahubiri, na daima alipokuwa anaenda kwenye mashamba yake katika jimbo la Sindh, alikuwa anatafuta nafasi na njia za kufanya mahubiri. alikuwa anafanya mahubiri sawa na kanuni. alikuwa anatunza vipeperushi na alikuwa anafanya mahubiri vile vile. na kwa sababu ya mahubiri yake watu waliokuwa chini yake walijiunga na jamaati. alikuwa mtu mkarimu sana. kutoka markaz mgeni akija alikuwa anamtumikia, hata kama angekuwa mgeni yote alikuwa anamtumikia. alikuwa ametengeneza kituo cha sala nyumbani kwake, na katika nyumba yake sala zilikuwa zinasaliwa kwa pamoja. baada ya swala ya alfajiri anasema kwamba alikuwa anasoma Qur'an tukufu kwa sauti ya juu. na kwenye center hiyo hiyo kutoka matawi mengine pia watu walikuwa wakija kuswali Ijumaa. na kisha alikuwa anasema alipokuwa anaenda katika mashamba yake kwamba mimi nikifika kwenye mashamba yangu kwenye kila kona yake na sali nafali, na kwa sababu hiyo Mungu anatia baraka katika mavuno yangu na mavuno yangu yanaongezeka maradufu. na alikuwa amejenga nyumba kwenye kijiji. aliwaambia watoto kwamba mimi nataka kwamba nitoe kwa ajili ya jamaati, na hiyo iwe kwa ajili ya jamaat kama center. kisha akatoa. alikuwa na sifa ya ukarimu, kuwatumikia wanadamu na utii kwa jumuiya. utii kamili, kusikiliza hutuba zilikuwa ni sifa zake makhsus. Mwenyezi Mungu amghufirie.
الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر